Mpenzi mtazamaji, muda ni saa 9 za alfajiri ambapo mamia kwa mamia ya mahujaji wa East Africa wanaanza kujiandaa kutoka kuelekea katika eneo la Arafa tayari kuanza rasmi kwa ibada ya hija, ambapo taasisi mbalimbali za Tanzania, hili ndio eneo lake ambapo wameketi zoni namba 4 hii ambayo ni maalum kwa ajili ya Watanzania. Hii ni taasisi ya Ahlul Dawa ambao wao ni wa kwanza wanaanza kuondoka kuelekea katika mji eneo la Arafa tayari kuanza kwa ibada ya hija. Ni ibada ya hija hii mwaka huu 2022 ambapo iliahirishwa takriban kwa muda wa miaka miwili. Mahujaji wa Ahlul Dawa. Mpenzi mtazamaji, kama unavyoona nje ya mahema ya Mina hapa, ambapo tayari mahujaji wameshakwisha anza kutoka mataifa mbalimbali. Mabasi ndio yanafika hapa, ambapo huku kuna watu kutoka West Africa, watu wa East Africa, wote wamechanganyika katika maeneo haya. Ni mahema makubwa kama unavyoona yako mpaka milimani. Mahujaji wa Ahlul Dawa ambao wao ni wa kwanza kuanza kuondoka kuelekea katika mji, kuelekea katika eneo la Arafa tayari kuanza kwa ibada ya hija. Mpenzi mtazamaji wa Sahih Mgao Online TV, tuko hapa katika kijiji cha Mina ambapo tumewasili jana jioni, tumewasili jana mida ya asubuhi tayari kwa ajili ya ibada ya hija. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Abdul Karim Rashid Ali Abdul Karim Atiq. Nimetokea Tanzania, Dar es Salaam, nakuja kufanya haji wa hajjul baiti man istataa ilaihi sabila. Namshukuru Allah kwa kuniwezesha kufika hapa na kufanya ibada hii takatifu ambayo nipo katika nguzo 5 za Kiislamu. Alhamdulillah, tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe. Mataifa mbalimbali, watu wa nchi mbalimbali wapo hapa, wa rangi mbalimbali, alhamdulillah, lakini wote tunatambuana kwa nguo zetu hizo unazoziona nyeupe, irham zinaitwa. Watu wote wamekuwa wakarimu, watu wanapendana, tunaulizana tu umetoka wapi, taifa gani, basi na kufurahiana. Allahu atufanyie wepesi katika hija zetu, alhamdulillah. Naam, ya kwanza, hija yangu ya kwanza hii, na nashukuru Allah kwa sababu imekuwa na changamoto nyingi. Kumekuwa na mambo haya ya COVID, kumekuwa kunahitajika wakati mwingine COVID testi. Tumechanja zile za mwaka jana, wamesema tuchanje nyingine, lakini alhamdulillah tumeweza kuyakabili yote, na kwa kupitia wakala wetu Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania na mawakala wengine wengi ambao wa Tanzania ambao mahujaji wamekuja, wamejitahidi. Tumejumuika wote pamoja hapa tukishirikiana, tukisaidiana, tukijuliana hali. Alhamdulillah rabbil alamin. Na Wazanzibari pia wapo hapa na tumeonana pamoja, tumefurahiana. Wote ni wa Tanzania, lakini dunia ya Kiislamu imeonekana kuwa ni dunia moja na haina ikhtilafu yoyote. Alhamdulillah rabbil alamin. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina naitwa Khalid Sinani, ni miongoni mwa Watanzania ambao wamepata fursa ya kuja katika miji mitukufu ya Makka kwa ajili ya ibada ya hija, kama ni nguzo ya moja katika nguzo za 5 za Uislamu. Na alhamdulillah, siku ya jana tumetoka Makka na tukahirimia kwa ajili ya hija, na tukaweza kuja kulala katika moja ya viwanja vitukufu vya Mina. Na sasa hivi muda huu kama tunavyoona nyuma yetu hapo, baadhi ya mahujaji ambao wamekuja na taasisi mbalimbali wanasubiria mabasi
ili waweze kuelekea katika mji mtukufu, katika viwanja vitukufu vya Arafa. Na kama tunavyojua hija ni Arafa. Ukikosa Arafa basi ujue umeikosa hija yenyewe. Kwa hiyo ndio maana tunaanza hizi pilika za maandalizi ya kutoka hapa viwanja vya Mina kuelekea Arafa mapema ili tuweze kufika katika muda mwafaka. Na kama tunavyojua watu ni wengi sana, watu ni wengi na kila taifa linafanya jitihada za kufika pale mapema ili waanze kwa ajili ya kisimamo cha Arafa na kumwelekea Mwenyezi Mungu na kumuomba katika kila jambo ambalo wanalihitajia na kuiombea familia zao, kuyaombea mataifa yao, kuombea viongozi wao. Kwa hiyo ndio kama tunavyoona harakati zinaanza, maana mabasi ni mengi kwa kweli yanakuja na watu ni wengi kweli kama tunavyoona. Na hawa mnaona mbele yetu hapa, wengine hawa ni vijana ambao wako kwa ajili ya kufanikisha swala zima la safari na kuandaa mabasi kutoka hapa kuelekea Arafa. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania wengine ambao wako majumbani, wako Tanzania, wawe na wao na nia, watie nia za kuja kushiriki katika ibada hii tukufu katika miaka ijayo. Inshallah Allah tuwafikishe wote na tuweze kushiriki nasi kwa pamoja. Mpenzi mtazamaji, mabasi mnaona ndio tayari yameshawasili tayari kuanza kwa hii taasisi ya Ahlul Dawa ambayo inaongoza kwa mahujaji kwa Tanzania bara na visiwani. Nafikiri na mahujaji takriban 200. Mwalimu Sefu, na mahujaji wangapi? Mahujaji wako wangapi? 200. 200. Wako 200. 200. Basi tutambulishe kidogo. Mpenzi mtazamaji, kama mnavyoona huyo mama almaarufu anaitwa Mwalimu Sefu. Nao hapa mahujaji ndio wanaingia katika basi. Kwanza wanatangulia kina mama wa Ahlul Dawa kama mnavyoona, taasisi ambayo inaongoza kwa mahujaji kama mlivyomsikia mwenyewe Mwalimu Sefu. Wana jumla ya mahujaji 200 kwa mwaka huu, jumla ya mahujaji 200. Ni wapi baadhi ya wazee wajitambulishe hapa? Jina langu ni Saidi Habib Juma. Natoka Tanzania, Zanzibar. Natoka Mina naenda Arafa. Mimi natokea Madina. Naenda Arafa. Naam. Haya, mpenzi mtazamaji, mahujaji kama unavyosikia furaha hii, nafikiri ni furaha imewazidi. Wase kujitambulisha. Nasor Ahmed Boda bwana, tunatoka Mina tunakwenda Arafa. Alhamdulillah rabbil alamin, nashukuru Rabbi. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kupata fursa hii. Inshallah Mwenyezi Mungu tumuombe tutimizie mahujaji wote. Akubali hija zetu, dua zetu na kila chetu chema tukubalie. Na walioko nyumbani inshallah mwakani Mungu awalete inshallah. Amina rabbal alamin. Jazakallahu khair. Mpenzi mtazamaji, kama unavyosikia mahujaji wa Ahlul Dawa, wao sasa hivi ndio wa kwanza kuondoka kuelekea katika eneo la Mina, ni wa kwanza kuondoka katika kuelekea katika eneo la Mina. Bismillah. Waalaikum salaam. Na mimi naitwa Abdul Latif Mustafa Kemibaro kutokea Kagera. Niko katika ibada nzito nzuri ya hija, na hapa tunatoka Mina tunaelekea Arafa. Basi kwa hiyo ni kwa wito wa Waislamu wote, ingependeza tu hata wale waliobaki nyumbani wafike maeneo haya ili waweze kuyaona maajabu ya Allah tabaraka wa taala. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina la Muhammad ibn Ali Abdalla kutoka Dar es Salaam, sehemu za Mbagala, Charambe. Inshallah utaala sasa tunatoka hapa Mina tunaelekea Arafa kwa ajili ya ibada hija, na vile vile inshallah utaala tuzidi kuombeana dua. Tunaombea dua wale ambao waliobakia huko nyumbani basi waje katika viwanja hivi waje jione na taasisi ya Ahlul Dawa Travel kwa ajili ya hija. Alhamdulillah rabbil alamin, huduma ni nzuri na tunaendelea vizuri, afya zetu ziko vizuri, na tunaalika sote katika hili tuweze kushirikiana sote mwezi tufanye pesa inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Sheikh Nasib Abdu kutoka wilaya Karagwe. Namshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kunijalia kuitekeleza ibada hii, na hivi tunavyozungumza tupo katika viwanja hivi vya Mina na tayari tunaelekea katika mabasi kuelekea katika uwanja wa Arafa
alhamdulillah, ni jambo la kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Tumuombe Allah subhanahu wa taala atakabali ibada yetu hii, lakini na wale ambao hawakujaliwa kufika, basi Allah wawezeshe kufika ili waweze kuyashuhudia yale ambayo ni manufaa juu yao, lakini kuweza kutazama alama za Allah tabaraka wa taala. Shukran sana, shukran sana. Mpenzi mtazamaji, kama ulivyosikia mahujaji hao ambao wamekuja mwaka huu, wanawasisitiza watu, wanawaombea dua watu waweze kufika katika miji mitukufu ya Maka na Madina, miji ambayo yenye neema kubwa. Unafutiwa madhambi, unakutana na watu wengi, unakutana na vitu vingi, unasoma vitu vingi. Miji ya mtume hii ambaye mwenyewe aliishi mitume na maswahaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi ni munadhim wa Labbaik Travel and Tours. Alhamdulillah tunaendelea vizuri, tunaandaa safari ya Arafa sasa, na inshallah tunaangalia vipi hali ya basi inaendelea sasa inshallah. Ujitambulisha kini mwanzo. Nadim Adam kutoka Labbaik Travel and Tours. Shukran. Mpenzi mtazamaji, kama unavyoona mahujaji wa tauhidi na wao wamekwisha amka tayari, wameshajiandaa, wanasubiri sasa hivi wito wao na wao waelekee katika eneo la Arafa huko tayari kwa ajili ya ibada ya hija. Kwa nitafute mzee mmoja hapa ambaye huyu ni miongoni mwa wazee ambao wamefuatana na tauhidi. Mimi jina langu Yahya Abdalla Sudi. Nimezaliwa Kilwa Kivinje, lakini naishi Dar es Salaam. Nimekuja hija hii ya kwanza na nimeona hija mabrur nzuri sana kupita kiasi. Watu wasiogope kuja. Pesa zitafuta, lakini pepo huwezi kuitafuta hata kidogo ukikosa. Kwa hiyo jioni tu. Tupo watu kutoka sehemu dunia mzima hapa. Tumechanganyikana. Shukran. Pesa inatafutwa kama mlimsikia bwana mzee huyu anasema pesa inatafutwa. Mpenzi mtazamaji, viongozi wa tauhidi na waona wamekaa, wakili Juma Nasoro hapa akiwepo na Profesa Asadi. Nitampa Profesa Asadi elezee hali ya mahujaji wake, wamekuja wangapi, wakoje, kuna changamoto gani, atoe taarifa kwa ndugu jamaa na marafiki ambao wanaangalia asubuhi hii na mapema kabla tujaanza safari ya kuelekea katika mji wa Arafa. Karibu Profesa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa sisi hapa tupo katika mahema ya Mina na tumeamka alfajiri hii kwa ajili ya kujitayarisha kwenda katika Jabal al-Arafa kwa ajili ya kilele cha shughuli hii ya hija. Kwa hiyo inshallah Ijumaa hii tutakuwa pale Arafa. Kundi hili ni kundi la tauhid na lina watu 125 na wametoka Tanzania nzima kwa kweli. Kwa hiyo itakuwa leo ni fursa yetu ya kumwomba Mwenyezi Mungu kwa shida zetu zote, na tumewaambia mahujaji wetu watarajiwa kwamba wafanye kazi hiyo na waifanye katika hali ya utiifu mkubwa kabisa inshallah. Kwa hilo ndio tunatarajia kulifanya katika siku ya Ijumaa ya leo inshallah. Hatuna la ziada. Profesa, jana taarifa mwaka huu Tanzania wamekuja mahujaji wangapi? Tanzania wamekuja kwa kumbukumbu zangu mahujaji 2300. Tulikuwa tuna hisa tuliopangiwa ya mahujaji 11,000, zaidi ya 11,000. Haifiki 12 lakini zaidi ya 11,000. Sasa utaona kwamba kwa kweli ibada ya hija kwetu sisi bado haijapata mwitikio unaotakiwa. Kwa sababu mkipangiwa 11,000 mkaja 2,300, kwa kweli ni idadi ndogo sana. Na utaona kwamba Pemba wenyewe tu 800. Na huku Tanzania bara 800. Kwa hiyo Pemba, kisiwa cha Pemba na Tanzania bara yote ni sawa sawa. Sasa utaona kwa kweli ukipima Tanzania bara wanaokwenda hija ni watu wachache sana ukilinganisha na ukubwa wa wananchi wa Tanzania bara. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kuhamasisha ibada ya hija ili watu wenye uwezo waje ibada ya hija inshallah. Hilo ndio jambo muhimu la kufanya tukirudi nyumbani inshallah.
Mpenzi mtazamaji, kama ulivyomsikia, huyu ni Profesa Musa Asad, huyu ni mwenyekiti wa taasisi ya Tauhid Development Network, ambapo asubuhi na mapema hii tunasubiria muda kwa ajili ya kuelekea katika mji, katika eneo la Arafa. Naye mmoja kati ya mahujaji kijana hapa ambaye naye amefuatana na taasisi ya Tauhidi, atajitambulisha jina lake, ametokea wapi, yuko wapi, anajisikiaje, furaha yake kuja na Tauhidi na nini. Karibu. Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Shabani Ramadhani, nimetokea Iringa Mafinga, ni mkazi wa Lushoto. Niko Mina, naenda Arafa. Najisikia vizuri kabisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Abdi Musa Athmani Shekivuli. Tupo Mina hapa, tunaenda Arafa. Inayo furaha kubwa kuwa na taasisi hii ya taasisi ya Tauhid Network. Inayo furaha kwa sababu ina huduma nzuri, inatuangalia kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo ninayo furaha hiyo, na washauri wengine wanaotaka kwenda hija watumie taasisi hii. Mpenzi mtazamaji, bado tunazunguka kuwatafuta ndugu jamaa na marafiki. Naye mzee hapa atajitambulisha hapa. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi naitwa Rashid Maalim Hamad. Niko Mina na sasa hivi tunatoka kuelekea Arafa. Huko tutakuwa katika kisimamo cha Arafa. Kutoka huko tutaelekea Muzdalifa. Je, hii hija yako ya ngapi? Hii ni hija yangu ya mwanzo, ndo naanza. Unasikiaje furaha yako katika Mina? Nasikia furaha sana na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha mpaka hapa. Na ninamuomba Mwenyezi Mungu pia anipe nguvu niweze kuja hapa zaidi ya mara moja. Pia na engineer hapa, ngoja nimpe atoe neno japo salamu, ajitambulishe, yuko wapi, amejiandaje na hii siku ya leo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Engineer Saleh Juma na mimi ni miongoni mwa mahujaji waliokuja na taasisi ya Tauhid Development. Leo tumelala hapa Mina, katika viwanja vya Mina, na inshallah asubuhi hii tutasafiri hapa kuelekea katika viwanja vya Arafa. Pale tutashinda na kuomba dua na kufanya kila ambacho tutafanya hapo, na usiku wake tutaenda kulala Muzdalifa. Mimi hii ni hija yangu ya pili, lakini kila siku unavyokuja hapa unatamani kurudi na kurudi na kurudi. Kwa kweli na furaha kubwa, kwanza kuwa na afya njema mpaka leo hii, na nikiwa natamani kwamba nitakuwa na afya njema kumalizia hija yangu au kukamilisha hija yangu ambayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hija ni Arafa, na sisi ndio tunakwenda kwenye viwanja vya Arafa. Baada ya hapo najua tutakuwa tumekamilisha. Alhamdulillah, tuombeane dua turudi salama majumbani kwetu. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu mpenzi mtazamaji, nafikiri umemsikia engineer huyo ambaye ni hija yake ya pili. Kila mtu ambaye anakuja Maka anakuwa na hamu ya kurudi. Hii ndio siri ya Maka, na unatakiwa ukija katika mji mtukufu wa Maka, miongoni mwa dua ambazo unatakiwa uombe urejee katika mji huu. Bado natembelea kwenye mahema mengine, ngoja niende kwenye hema la taasisi ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Mimi naitwa Dr. Ibrahim Koma, nimekuja na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Kwa hiyo nahudumia mahujaji walio wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Nipo hapa katika viwanja vya Mina, na sasa hivi alhamdulillah tunaelekea katika viwanja vya Arafa, siku tukufu kabisa kwa mahujaji. Mahujaji wote kwa ujumla wako salama, isipokuwa kuna changamoto za hapa na pale ndogo ndogo ambazo zote tunazidhibiti. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wote mahujaji tunaendelea vizuri, na hapa tunaelekea katika viwanja vya Arafa, tunaenda kushinda huko. Kwa upande wa afya tumejitayarisha vizuri,
tuna vifaa vyote ambavyo vya kuhakikisha mahujaji wanakuwa salama, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake na utukufu wa siku hii ya leo, basi ajalie ibada yetu iwe ni ibada salama yenye kukubaliwa, na tuweze kukizi yale malengo ambayo ni kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo machache, nawatakia mahujaji wote pamoja na Waislamu wote na wanadamu wote kwa ujumla, siku ya leo iwe ni siku yenye baraka kwa sisi mahujaji hapa, lakini kwa Waislamu wote duniani na kwa wanadamu wote duniani iwe ni sababu ya kupata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, huyo ni Dr. wa Koma, huyo wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Kama mlivyomsikia, amesema hali za mahujaji ziko vizuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunashukuru, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mpaka sasa tunashukuru taasisi yetu ya Majlisul A'la li Shu'uni al-Islamiyya bi Tanzania BAKWATA, tunaendelea vizuri, na mpaka sasa hivi hawa wakina mama ndio wako hapa Mina, na tunatoka hapa Mina sasa hivi kwa ajili ya kuelekea Arafa. Kule Arafa ndio Al-Hajj Arafa. Kwa hiyo ndio tunakwenda kutekeleza ile lililotuleta hasa katika mawanja haya matukufu, mawanja ya kwa Mtume Muhammad pamoja na Mwenyezi Mungu mwenyewe, katika nyumba ambayo wameshafika mahujaji, wamefanya umra, wamemaliza kufanya umra na wamekuja Mina leo, na hivi leo mwezi 9 leo tunaelekea katika viwanja vya Arafa. Hawa, mpenzi mtazamaji, ni mahujaji wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA ambao wako katika foleni ya kutoka kuelekea katika mji wa Arafa. Naomba kupita kama mpenzi mtazamaji, ni mahujaji wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania wa BAKWATA. Naye hapa Alhaji Sheikh Ngiza, ngoja nimpe atie neno kuhusu siku hii ya leo. Karibu Sheikh Ngiza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Sasa ni muda umefika kuanza safari ya kwenda Mina, yani Arafa, kwa ajili ya kisimamo hapo mchana, baada ya jana ya Tarwiya kuwa hija imeanza rasmi, na sasa tunaelekea Mina kwa ajili ya kisimamo mchana wa leo. Hali za mahujaji wa taasisi zote ni salama. Mpaka sasa hatujapata taarifa yoyote ile ya kusikitisha kwamba kuna mgonjwa ambaye anaumwa au kuna ambaye amepoteza maisha. Wote tukiwa hai na tukiwa na afya njema. Zidini kutuombea, nasi pia tunawaombeeni wa Tanzania wote wale ambao hawajahiji, Mwenyezi Mungu wajalie na wenyewe waweze kuja kuhiji, nasi mtuombee vile vile tumalize kwa salama na tuweze kurudi kwa salama insha Allah tabaraka wa taala. Katika dua zetu tumeiombea nchi yetu, tumemuombea rais wetu na viongozi wengine kwa ujumla, lakini tumemuombea mufti wetu wa Tanzania na wasaidizi wake wote na mashekhi wengine wote ambao ni viongozi katika nchi yetu wanaotuongoza, pia tumewaombea. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watazamaji, ni Alhaji Sheikh Ngiza, huyo kadhi wa mkoa wa Arusha, ambaye ni miongoni mwa viongozi wakuu wa taasisi ya baraza, ni miongoni mwa viongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, ambaye anafuatana na mahujaji. Mahujaji ya tauhidi yao kama mnavyoona ndio wanaondoka kuelekea tayari katika mji huo, katika eneo la Arafa kwa ajili ya ibada ya hija leo mwezi 9. Kina mama mko na foleni yenu na wanaume foleni yao. Kama gari shakuja, ingieni. Jumla mahujaji 125 wa taasisi ya tauhidi wamewasili katika mji wa Maka kwa mwaka huu wa 2022 kwa ajili
ya ibada ya hija. Hilo ni kundi la wanaume ambao wanapita mmoja mmoja kuelekea katika mabasi. Ni mida ya alfajiri, karibia na alfajiri, ambapo nadhani swala ya alfajiri tutaipatia katika eneo la viwanja vitukufu vya Arafa katika siku hii ya leo. Waalaikum salam. Waalaikum salam. Sasa inaanza kundi la kina mama, ambapo kina mama wako zaidi ya 50 na kina baba na wao wako karibuni 50. Jumla mahujaji ni 125, wakiwemo viongozi ambao wamefuatana na taasisi ya Tauhidi kwa ajili ya kuhudumia mahujaji. Alhaji zanangu umezibeba? Basi poa. Ndio nenda kaangalia. Shemaulidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wewe kutoa salamu kunapita. Labbaik Allahumma labbaik. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Salamu wewe ndio tena hapa. Umuhimu wa siku ya leo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika iman, popote pale mlipo duniani na mtakapokuwa mnaishuhudia hii Mtoro TV, ni kwamba leo ni siku ya Arafa ambayo ni tarehe 9 mwaka 1443 Hijiria, sawa na tarehe 8 mwezi wa 7 2023. Leo 2022, samahani. Leo hivi sasa mnaona ni mahujaji hivi sasa wanaelekea katika viwanja vitukufu vya Arafa. Kutokana na uzito wa siku ya leo, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairu dua yaum Arafa, dua iliyokuwa bora ni dua ya siku ya Arafa. Ni siku ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni siku ya kumbembeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunachotakiwa kwa sisi Waislamu ambao tupo katika viwanja vya Arafa na tumepata neema ya kufika katika viwanja hivi, kumwomba sana Mwenyezi Mungu, kumbembeleza Mwenyezi Mungu, kumdhalilikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tuweze kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa siku ya leo na utukufu wa siku ya leo, mahujaji wote ambao wamekuja kutoka duniani, Mwenyezi Mungu awape afya njema, ibada zao za haji azipokee, na kila aliyotoa mali yake kwa ajili ya kuitikia wito Allah ampe mbadala. Allah atupe afya njema pamoja na vizazi vyetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si hivyo tu, aweke amani na utulivu katika miji yote ambako Waislamu wanakoishi, na Mwenyezi Mungu alete baraka katika nchi yetu ya Tanzania, aihifadhi Tanzania, ailinde Tanzania, na atupe afya njema na atuondolee maradhi mazito wa Tanzania wote. Mwenyezi Mungu aweze kuilinda nchi yetu, aweze kuwalinda viongozi wetu katika nchi yetu ya Tanzania. Mwenyezi Mungu ampe afya njema mama yetu, rais wetu, kiongozi wetu ambaye ndio anayetuongoza, Mama Samia Suluhu. Allah ampe afya njema, Allah ampe afya njema yeye pamoja na timu yake ambao wamechukua dhamana ya kuweza kutuongoza sisi. Allah awape afya njema na awape mwongozo uliokuwa mwema na aweke pamoja, wawe na umoja. Mwenyezi Mungu alete baraka katika nchi ya Tanzania. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shukrani, hapo sina ugomvi na wewe. Hapo nenda tu. Nenda tu. Penzi mtazamaji, kama ulivyomsikia Sheikh Hashim Rusaganya, huyo nimembana, alikuwa anatoka anajiandaa kwa ajili ya kuleta taasisi, kuichukua taasisi yao na wao waje kwa ajili ya kuingia katika mabasi. Kina mama ndio wa kwanza kuingia katika mabasi na then wanafuata kina baba. Jumla mabasi matatu kwa ajili ya taasisi ya Tauhidi ndio yapo.
Sasa tauhidi wanaingia kwenye mabasi. Twende. This. Yeah.